Yesu asifiwe. Nimeona tusome hiyo yote kwa sababu wengi hamsomi Biblia. Kwa hivyo ni vizuri hata unapotoka hapo karudie tena ili uelewe zaidi kile ambacho kimeandikwa pale. Kuna mambo ambayo nataka tuyazungumzie leo kuhusiana na miji ya makimbilio. Kwa Kiingereza wanaita cities of refuge, miji ya kukimbilia. Haya ndio mambo ambayo tutakutana nayo katika mahubiri ya leo ama neno la leo. Nataka tufunge macho yetu tuombe kwa ajili ya neno hili. Tunakushukuru Mungu wetu, maana wewe ni mwema. Bwana, fadhili zako ni za milele. Asante Bwana kwa sababu ya kutupatia hii siku na wakati huu wa kuweza kulishiriki na kulisikia neno lako. Naomba Bwana ukatuhudumie kupitia hili neno lako. Roho yako Mtakatifu akahuishe nafsi zetu na mioyo yetu kwa ajili ya kusilikiza neno hili likawe faida katika maisha yetu. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tumekuomba. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. So tunazungumzia kuhusu miji ya makimbilio. Jambo la muhimu ambalo kwanza lazima tujue, Mungu anachukia wauaji. Bwana asifiwe. Nasema Mungu anachukia wauaji. Mungu hapendi umwagikaji wa damu. Damu ambayo unaweza imwaga ni ya wanyama, lakini damu ya mtu binadamu haifai kumwagika ovyo ovyo, kwa sababu ukifanya hivyo inamkasirisha Mungu. Jina la Yesu lisifiwe. Kwa hivyo mtu yote ambaye ni muuaji, Mungu anamkasirikia sana. Mungu hampendi mtu anayeitwa muuaji, kwa sababu Mungu alitengeneza binadamu, ndiye aliyemuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Kwa hivyo wakati unapomwaga damu ya mwanadamu, wewe unakasirisha Mungu. Na kuonyesha kwamba Mungu anachukia wauaji ama umwagikaji wa damu isiyokuwa na hatia, wana wa Israeli walipotoka nchi ya Misri, walipofika kwenye mlima ule wa Sinai, mahali wanapopatiwa amri 10, moja katika hizo amri 10 ilikuwa ni usiue. Bwana asifiwe. Ndani ya hizo amri 10, hiyo ni Kutoka mlango wa 20 na mstari wa 13. Katika hizo amri 10 nasema usiue. Mungu hataki wauaji. Bwana asifiwe. Nimesemaje? Mungu hataki wauaji. Hafurahii mtu yoyote ambaye anamwaga damu bila, yani damu isiyokuwa na hatia. Unaposoma pia kitabu cha Mithali 6. Mithali 6, hebu tuangalie Mithali 6 alafu mstari wa 16 na 17. Mithali 6, 16 na 17. Inasemaje? Kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana, naam, viko 7 vilivyochukizo kwake. 17. Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Bwana asifiwe. Kumwaga damu isiyokuwa na hatia ni dhambi kubwa sana machoni pa Mungu. Inamkasirisha Mungu. Kwa hivyo wakati unapokuwa muuaji, wakati unapokuwa mtu ambaye unataka kumwaga damu, furaha yako ni kuona damu ya watu, Mungu anakuchukia kabisa. Kwa sababu wewe
unakanusha kazi yake aliyoianzisha. Mungu si muuaji, Mungu ni muumbaji. Mungu yeye huhifadhi maisha, wala si muharibifu wa maisha. Na kwa sababu hiyo Mungu hafurahii hata kidogo kuona mtu yoyote, damu ya mtu yoyote, hata kama ni ya mwenda wazimu, bora ni mtu. Usifikirie ya kwamba utakuwa unafanya vizuri kumwaga damu yake, maana unamkasirisha Mungu. Ni rahisi kukasirisha mtu na iwe hasira zake hazita kudhuru, lakini hasira ya Mungu juu ya maisha yako ni hatari kubwa katika maisha haya yako. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa hiyo. Lakini ni vizuri pia kujiuliza, mbona Mungu anachukia wauaji? Kwa nini Mungu anachukia wauaji? Kwa njia nyingine, ni kwa nini Mungu anachukia damu inayomwagika isiyo na hatia? Tuliposoma tumeona ya kwamba umwagikaji wa damu isiyokuwa na hatia, kitu cha kwanza, inatia laana ama ina najisi nchi tunayoishi. Nchi inapopokea damu isiyokuwa na hatia, hiyo nchi inalaaniwa. Ndio utakuta vitu vingi vinavyofanyika ni matokeo ya damu nyingi iliyomwagika. Kwa sababu damu ya mtu ndani yake kuna uhai. Hiyo unaweza soma katika kitabu cha Walawi 17:11. Hiyo utasoma tu, sisi lazima tuisome pale. Lakini inasema ndani ya damu hapo kuna uhai. Uhai wa mtu uko ndani ya damu. Na kwa sababu hiyo aliyeweka huo uhai ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema wakati anapomba mwanadamu alipuliza pumzi ya uhai, akaweka uhai ndani ya damu. Sasa kuua mwanadamu ni kukosoa kazi ya Mungu. Alafu hiyo damu ikimwagika haileti baraka kwa ardhi ambayo tunaishi, inalaani nchi. Tunaangalia hii mlango wa 4 kitabu cha Mwanzo. Usikie umwagikaji wa damu wa kwanza ulivyofanyika. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 10. Mungu anamkanya Kain, anamwambia usimwage damu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Verse 11. Mstari huo unaofuata inasema nchi imelaaniwa kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kutoka kwako. So laana hapa ilikuwa mara mbili. Laana ni kwa ajili aliyemwaga damu, na ardhi iliyopokea damu ya ambayo haina hatia nayo pia imefanya nini? Imelaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unapomwaga damu, hata ya kuku, hata ya mbuzi, ile unasherehekea, hakikisha unafinika. Bwana asifiwe. Ukichinja kuku, ukichinja mbuzi, hakikisha unafanya nini? Unafinika, kwa sababu hiyo damu inaongea. Damu hainyamazi, kwa sababu ndani ya damu kuna uhai. Na kwa sababu hiyo siwezi jua kama yako kichinja kuku huwa inasema nini kwa Mungu, lakini hii ya Habel ilimlilia Mungu, imemwagika. Na unajua anayesema ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Anasema damu ya ndugu yako inanililia. Kain hakusikia kilio cha damu hii. Aliyesikia kilio cha hii damu ni nani? Ni Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo inamaanisha ya kwamba sauti ya damu wewe hautaisikia, lakini sauti ya damu inasikizwa na yeye aliyeiweka ndani yako.
Na mara nyingi sana kile kinachofanyika kwa wauaji, hawakai maisha ya kawaida, wanakaa wakulaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati unapokuwa mmwagaji wa damu, nataka nikwambie ya kwamba maisha yako hayawezi kuwa ya kawaida. Kuna laana ambayo itakufuata, na ardhi ile ambayo imemeza hiyo damu, hiyo nayo pia hiyo ardhi imelaaniwa. Haiwezi kukuzalia kama vile ambavyo mwanzo ilikuwa. Mazao yake yanakuwa tofauti, kwa sababu damu iliyomwagika ambayo haina hatia imesababisha laana mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu ya hiyo Mungu anakasirika. Kwa hivyo sababu kwa nini Mungu anachukia umwagikaji wa damu isiyokuwa na hatia ni kwa sababu hiyo ardhi inalaaniwa, inatiwa unajisi. Damu isiyokuwa na hatia inatia unajisi ardhi. Mahali sisi tunaishi, mahali wewe unakaa, kunalaaniwa. Na kwa sababu kunalaaniwa, na wewe uliyemwaga hiyo damu pia na umelaaniwa. Mtu aliyelaaniwa anakaa katika mazingira ya laana kwa sababu ya kumwaga damu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini mara nyingine achukulika tu rahisi kwamba umefanya na mtu anaishi tu, lakini ukweli ni kwamba huwezi kujua ama kuona laana, lakini hii laana inaandama kila mtu anayemwaga damu. Na kwa sababu hiyo Mungu hafurahii umwagikaji wa damu isiyokuwa na hatia. Hiyo tunaweza kuiona pia katika hiyo Hesabu mlango huo wa 35 tuliosoma, mstari wa 33 na 34. Inasema ya kwamba damu ile iliyomwagika inalaani nchi tunayoishi, na pia Mungu, kwa maana anakaa katikati yetu. Yeye hapendezewi kukaa mahali kuna umwagikaji wa damu isiyokuwa na hatia. Kwa njia nyingine basi sasa Mungu naye hakai katika mazingira hayo. So unakaa katika mazingira ya kulaaniwa, we mwenyewe umelaniwa na Mungu amehama, unaishi peke yako bila Mungu. Nataka uzingatie, ufikirie hivi. Wakati unapoishi mazingira ya laana, mwenyewe ukiwa umelaaniwa, halafu Mungu amehama, hayo maisha yanakuwa namna gani? Maisha ya laana. Maisha ya laana yanakuwa ni maisha ambayo hayana matokeo mazuri. Unaweza kufanya unavyofanya, lakini uhalisi wa maisha ni kwamba umekaa katika mazingira ya laana, mwenyewe ukiwa umelaaniwa, na pia hauna nani? Hauna mtu. Angalie Yeremia 17. Yeremia 17, tuangalie Biblia inasemaje kuhusu laana. Mtu aliyelaaniwa na kaaje? Mtu aliyelaaniwa anakaa vipi? Yeremia 17, acha tuanze mstari wa 5. Tuanze mstari wa 5, inasemaje? Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye damu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Angalia mstari wa 6, uone laana inakaaje. Nataka uangalie vizuri mstari wa 6. Maana atakuwa kama fukara wapi? Hebu soma. Nataka huu mstari usome wewe, unasemaje? Fukara, ye mwenyewe ni fukara, tena atakuwa anaishi wapi? Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakayotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu.
Huyu ni mtu ambaye anakaa katika environment ambayo haina maisha, haina uhai. Anakaa ye mwenyewe amelaaniwa, anakaa katika mazingira ya laana na hawezi kuona mema hata yakitokea. Wengine wote wakiona mema katika maisha yao, yeye kwake haya mema hayaoni. Ni mtu wa kulaaniwa kwa sababu alimwaga damu. Huyu ni mtu ambaye hampendezi Mungu. Kila kitu kwake kinazungukia sufuri. Bwana Yesu asifiwe. Laana ni mbaya kwa sababu mara nyingi sana inaweza kukuonyesha kwamba uko sawa, lakini uhalisi ni kwamba hauko sawa. Kila kitu utakachokifanya hakifikii mwisho wa ufanisi. Unaanza miradi yako, haifiki mwisho. Kile utakachokianza, waanza kuposa msichana, unakuja kumpokonywa njiani. Unapata mvulana, unapokonywa. Kwa sababu gani? Unaishi katika laana. Unaanza biashara, inafilisika. Wengi wanaokuja ni wakopi, wanakukopa kwa sababu unaishi mazingira ya laana. Bwana Yesu asifiwe. Nasema laana ni mbaya. Laana ni mbaya, na uzito wake kulingana na hapa ni kwamba mtu amelaniwa anaishi mazingira ya laana. Bwana asifiwe sana. Na unajua mara nyingine ukioa mke ambaye amelaaniwa, ama uolewe na mwanaume ambaye amelaaniwa, hata pia itakuadhiri hiyo laana. Unaanza vitu havisongi. Unaniangalia? Bwana asifiwe. Mnaanza vitu na havifanye nini? Havisongi. Mnajaribu, mnakuwa na ideas, kwa sababu mmoja wenu ametoka katika environment ya kasi. Unapoanza kitu kwa nia nzuri, kinaharibika kila siku, na kwa mtu wa majuto kwamba una akili nzuri, wapanga vizuri, lakini environment ambayo unaishi ni environment ama ni mazingira ya laana. Na pengine unaishi na mtu ambaye pia naye amefanya nini? Amelaaniwa. Bwana asifiwe. Hausongi. Nasema hausongi. Utaona mema kwa majirani, lakini kwako hawezi kuyaona. Hivyo ndio Biblia inavyozungumzia, si mimi. Nasema huyo mtu hataona mema yanapokuja. Onyesha ni kwamba hayatamfikia, lakini atayaona yakija. Yanakuja mpaka ni karibu hivi. Inakuwa kama mvua. Inakuja unafikiri inanyesha, alafu inakata mara moja. Nasema leo kutanyesha, nitaenda kupanda. Lakini wakati unapofikiria kwenda kupanda, hiyo mvua inakata. Ama inyeshe mvua upande, yamee mpaka kifika karibu kuzaa, kunakauka. Kwa sababu gani? Unaishi katika laana, we mwenyewe umelaniwa. Maana ndivyo Mungu anamwambia Kain, kwa sababu umemwaga damu, nchi imelaniwa, na we pia nao umelaniwa. Hiyo nchi haitakuzalia tena, itazaa miba kwa sababu ya laana. Inawezekana we si mkulima, lakini hata biashara yako na kazi yako, unaweza kuwa na mtu ambaye unamuona anafanya kazi kama yako, anafanikiwa, lakini wewe haufanikiwi. Bwana asifiwe. Sasa umwagikaji wa damu isiyokuwa na hatia unafukuza Mungu, unakusababisha unaishi mazingira ya laana, na wewe pia ukimafanya nini? Umelaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio madhara ya laana. Tuangalie mstari wa 16 mpaka 21. Hiyo ya Hesabu ile pale 35. Tuangalie mstari wa 16 mpaka 21. Inasemaje? Ya 16. Lakini kama alimpiga kwa chombo cha chuma
akafa, ni muuaji huyo. Muuaji hakika yake atauawa. Na kama alimpiga kwa jiwe lililokuwa mkononi mwake, ambalo kwa hilo yamkini mtu hufa, naye akafa, yeye ni muuaji. Huyo muuaji lazima atauawa. Au kama alimpiga kwa chombo cha mti kilichokuwa mkononi mwake, ambacho kwa hicho yamkini mtu hufa, naye akafa, ni muuaji huyo. Muuaji lazima atauawa. 19. Mwenye kutoa kisasi cha damu ndiye atakayemuua muuaji. Hapo atakapokutana naye atamuua. Tena kama alimsukuma kwa kumchukia, au kama alimtupia kitu kwa kumvizia hadi akafa, au akampiga kwa mkono wake kwa kuwa ni adui, naye akafa, yeye aliyempiga lazima atauawa. Yeye ni muuaji. Mwenye kutoa kisasi cha damu atamuua muuaji hapo atakapokutana na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha ya kwamba madhara ya kuua ni wewe mwenyewe kufa pia, mbali na hizo laana zote tunazozungumzia. Lakini ukiua nawe pia ni ufanye nini? Uawe. Hivyo ndivyo Mungu alikuwa ameweka hii amri. Na unakuta ya kwamba anasema hauwezi kutoa rufaa, yaani hakuna malipo ama fine ya kulipia dhambi hii ya kumwaga damu. Anasema yeyote aliyemwaga damu hawezi kutoa fine. Kwa sababu gani? Hakuna chochote ambacho thamani yake kinafikia thamani ya damu. Na ndio maana hakuna. Verse 33, tuangalie mstari wa 33. Hapo inasemaje? Inazungumzia kuhusu yale yanazungumzia hapa. Hivi hamtaitia unajisi ambayo nchi ambayo mnakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka. Unasikia? Wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi, kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Aliyemwaga damu ni lazima auawe, kulipiza ama kuondoa hasira ya Mungu kwa ajili ya damu iliyomwagika. So hakuna penalty yoyote ya kifedha. Hauwezi kuchukua ng'ombe, hauwezi kuchukua chochote ambacho nafikiria ni cha thamani sana. Hata dhahabu thamani yake haiwezi fikiria damu iliyomwagwa ya binadamu, isipokuwa damu ya yule aliyemwaga hiyo damu, naye pia akikufa umelipa hiyo deni. Bwana asifiwe. Kwa sababu kumbuke, thamani ya damu mpaka damu nyingine imwagike, hauwezi kununua, hauwezi kutoa faini yoyote. Sasa unajua, wakati mwingi sana tunaangalia kumwaga damu, tunafikiria ni mtu tu ukamuue kama vile ilivyotajwa pale. Lakini mara ngapi damu zinamwagika, especially kwa wasichana wetu na wamama wengi ambao kazi yao wanafanya abortion. Abortion ni umwagikaji wa damu. Bwana Yesu asifiwe. Wamama, Bwana asifiwe. Wasichana, Bwana asifiwe. Unasema hii mimba ni bahati mbaya, unaitoa hiyo, unamwaga damu isiyokuwa na hatia. Na hii imeshika wengi. Na unaweza fikiria ni kitu tu. Hata kwa sheria ya Kenya inasema abortion itafanywa kama maisha ya mtoto ama ya mama iko hatarini. Hiyo ndiyo sheria ya Kenya inavyozungumzia. Lakini hauwezi kutoa damu ovyo ovyo. Unasema hii nilikuwa najaribu, mimba ikaingia, na kwa sababu ni bahati mbaya ninaitoa. Unamwaga damu isiyokuwa na hatia. Na mshahara wa damu ya kumwagika isiyokuwa na hatia ni wewe ukufe. Na wanda wengi wanapofanya abortion wanakufa.
kwa sababu hakuna deni inayolipa damu. Ni mtu naye afanye nini? Akufe. Si mimi, ni maandiko yanasema. Hii ilikuwa ni sheria ya Mungu mwenyewe. Imagine Mungu ndiye anawaambia wana wa Israeli hivi, si mtu mwingine. Jina la Yesu lisifiwe. Nchi inalaniwa kwa sababu ya umwagikaji wa damu. Tuangalie hiyo, tumesoma Genesis 4. Unajua hiyo ndio sababu ambayo Mungu alihakikisha Wakanaani wakati anapotoa wa Misri, wa Israeli kutoka nchi ya Misri, anawaleta kwenye nchi ya Kanaani. Swali ni kwa nini Mungu alikuwa ni lazima atoe Wakanaani alafu a replace na Waisraeli? Ni kwa sababu hawa Kanaani walikuwa hiyo nchi wameimwaga damu sana. Walikuwa wanatoa sadaka watoto wao, wanachukua watoto wao wanawatoa sadaka, wanamwaga damu, na Mungu akakasirika, ile nchi ikawa imelaaniwa, na Mungu akasema hawa watu lazima watolewe, in fact wauawe. Hiyo amri ya Mungu kwa ajili ya Waisraeli kwa Wakanaani ilikuwa ni wauawe, wala si wafukuzwe, ni wauawe. Kwa sababu gani? Kuuawa kwa Wakanaani ungefikisha malipo ya laana ya damu ambayo ilimwagika, kwa sababu damu iliyomwagika ambayo haina hatia ni mpaka damu nyingine iliyomwaga hiyo damu imwagike ndio nchi ipone. So hawa Kanaani hawakuwa na sababu ya kuambiwa watoeni, wafukuzeni. Waliambiwa wawaue. Bwana asifiwe. Sasa sikiza, kuna vitu ambavyo mara nyingi utafanya rahisi, lakini vina madhara ya maisha yako na kizazi chako pia. Abortion inayofanywa kwa urahisi ni jambo tu la urahisi. Siku hizi kienda kwa mahospitali, kuna madaktari wameweka clinics zao huko, hata wanajiita ma specialist. Wewe mimba imemea na huitaki, unaenda huko, natengenezwa, unaishi tu, unaonekana tu kwa sawa, lakini umeua. Ujue hiyo ni laana. Bwana asifiwe. Kwani hamnisikii vile nasema? Nimesema ni nini? Ni laana. Unaweza fikiria maisha yako sawa, lakini haiwezi kuwa sawa. Kama imeingia ikuze izaliwe, afadhali ya aibu kulingana kama ni aibu, afadhali ya aibu ya kwamba ulibeba mimba na ukaizaa, kuliko onekane wewe uko innocent na umemwaga damu isiyokuwa na hatia. Ni laana. Wajilani wewe, wala ni pale nyumbani kwako, jamii yako yote inalaaniwa kwa sababu kitendo rahisi peke yake ulichokifanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hii ndio sababu Mungu anachukia laana, kwamba sisi wenyewe tunalaaniwa, mazingira yetu pia yanalaaniwa, na Mungu anatoroka kukaa na sisi. Hawezi kaa na sisi kwa sababu yeye hakai mahali ambapo pamenajisiwa. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ni vizuri tuyazingatie sana tunapoendelea kuishi katika maisha haya. Hii amri haizungumzii mtu ambaye ameokoka kwamba akiua ako salama. Hata kama umeokoka lakini umefanya abortion, still bado wewe ni muuaji. Hakuna muuaji mtakatifu. Umenisikia? Mwambie jirani yako hivyo, mwambie hakuna muuaji mtakatifu. Ati tu kwa sababu kanisani unamsifu Yesu, so unaweza fanya abortion ati niko katika neema. Hapana. Ukimwaga damu umelaniwa. Hata kama kwa church, hata kama wewe ni nani kwa church, so long as umemwaga damu, Mungu anakukasirikia. Na hasira yake ni laana kwako, na unasababisha uzao wako unakuwa wa laana. Jina la Yesu lisifiwe.
Lakini Mungu anapoweka sheria hii, anajua ya kwamba kuna mauaji mengine ambayo ni ya ajali. Na kwa sababu hiyo akaweka sheria ambayo pia iko balanced. Anasema, anawaambia wana wa Israeli, tengeni miji ya makimbilio, miji ya kukimbilia. Ikiwa mtu ameua mtu bila kukusudia, huyo anafaa akimbilia hiyo nchi, kwa sababu kama hutaingia katika hiyo nchi, ukipatwa njiani utauawa. Mlipizaji kisasi wa damu alikuwa akitembea na ajue umeua. Hataki kujua kama ulikuwa ni makusudi ama ama ilikuwa ni ajali. Na ndio maana sheria Mungu akaweka, anasema tengenezeni miji 3 huko kwenye Waisraeli na nyingine katika nchi hiyo nchi hiyo ya mataifa. Hii miji hii, aidha mataifa wakimwaga damu ambao hawakukusudia, huko Israeli nako wakimwaga damu isipokuwa na ambayo hawakukusudia, wanaweza kukimbilia katika hiyo miji. Ukimbia katika huo mji unakaa salama. Bwana asifiwe. Sasa sheria za kimataifa zimetenga hata nchi zingine ambazo ni za watu wakifanya makosa wanakimbilia huko. Kuna nchi ambazo zimetengwa. Nakumbuka vizuri miaka ya huko nyuma kama 90 hivi, hapa Kenya Wasomali wengi walipokuwa wako na vita kule Somalia, walikuja wakaishi hapa Mombasa, sehemu zinaitwa sijui ni Utange hapa. Waliishi wengi sana pale, kwa sababu Kenya ni moja katika zile nchi za wakimbizi. Wakati kuna vita, kuna mahali watu wanaweza kimbilia nchi nyingine. Walikuja wakaishi sana wengi hapa, na hata wengine hawakurudi baada ya vita vimeisha, wamenunua manyumba wako huku wanaishi. Ile sheria ambayo ni ya kufuatwa ukiwa kule, ukiwa katika nchi ya wakimbizi, ilikuwa huwezi fuatiliwa, uko salama. Bwana asifiwe. Amen. Leo hivi mji wa ukimbizi ni kanisani. Kanisa ndio mji wa walio fanya vitu bila kukusudia, wanaweza kukimbilia na wakawa salama. Unaweza tu kumwamini Yesu Kristo, na ukimwamini Yesu Kristo, wewe umeingia kwenye church, kwenye kanisa, na ukiingia kwenye kanisa, hizo dhambi zote zinasamehewa. Halafu unakuwa mahali salama, kwa sababu umekimbilia jina la Yesu ambalo ni ngome imara, ambao wanalokimbilia huko wanakuwa salama. Ndio maana kanisani tulikuwa kuna wachawi, lakini wakakimbilia kwa Yesu wakaokoka, na sasa hawawezi fuatwa tena kwa sababu wako salama ndani ya Yesu. Kule kwetu, nimesema mara nyingi na pia hata leo nakumbusha wale walisikia na wale hawajasikia, kule kwetu kuna chama cha wachawi, na mmoja katika hiyo chama mwaka juzi alikoswa mshale. Alipokoswa mshale kwa sababu wanataka kumuua, akaamua kuokoka. Sasa ni mzee wa kanisa kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kule nje alikuwa anangojewa na nini? Mshale. Kwa sababu alikuwa mchawi, ameua watu wengi. Lakini alipoona mshale umemkosa, akajua hapa mahali pa kumbilia salama ni wapi? Ni kwa Yesu. Akainua mikono, akasarenda, akamwamini Yesu Kristo. Leo hivi ninavyozungumzia ni mzee wa kanisa, tena wa nguvu sana, church. Na unajua mshale hawezi kumfuata akiwa church. Si church kwa kongamano, ni church kwa sababu amemwamini Yesu Kristo. Ukimkimbilia Yesu Kristo,
kila kitu ulichokifanya nje unapata msamaha wa dhambi na unapokelewa kana kwamba hukutenda dhambi tena. So mahali kwa watu waliomwaga damu, mahali pa kukimbilia ni imani ndani ya Yesu. Hapo ndio mahali ambapo unaweza kimbilia. Amen. Kanisa ndio miji ya ukimbizi. Unaweza kimbilia hapo na ukawa salama, ukamkimbilia Yesu na akakuokoa. Unajua hii miji waliokuwa wakisimamia ni makuhani. Biblia inasema hawa waliokuwa wakisimamia hii miji ya makimbilio walikuwa ni makuhani. Na wanda kanisani kuna wachungaji, watu wa Mungu wa kuweza kuhakikisha unakuwa salama. Unajua unapokuwa umeshtakiwa kotini kwamba wewe una hatia, sheria ikupata na hatia inakufunga. Lakini kwa Yesu ukipatana hatia alafu utubu, unasamehewa. Hiyo ndio tofauti. Jina la Yesu lisifiwe. So una maamuzi ya kufanya. Unaona hata kwa sheria kawaida, wakati umeua ama umefanya makosa, mara nyingi watu wengi wanafikiria kupelekwa pale polisi na kufungiwa kule rumande ama kufungwa, wanafikiria umedhulumiwa. Lakini hii ni sehemu ya hii sheria ya kukulinda wewe, kwa sababu Biblia imesema hawa wote ambao aidha wamefanya kwa kukusudia ama wamefanya kwa kiajali, kulikuwa kuna komiti ambayo ina include yule mlipizaji kisasi ambaye amepatwa mamlaka ya kuua na Mungu. Yeye amepatwa mamlaka. Hakuna mwingine wa kuua hata kama umeua mtu, lakini huyu ndiye alipatwa mamlaka ya kuua. Kwa hivyo akikutana nawe njiani, bora umeua atakuua. Sasa huyu kabla ifikie mahali pa kukuua, kulikuwa kuna komiti wanaketi, wewe ukiwa uko huko kambi ya ukimbizi, ndio sasa kesi inaanza. Waanze kuleta mashahidi. Shahidi wa kwanza, shahidi wa pili, ipatikane ya kwamba uliua na ulikuwa wewe una kisasi na yeye. Sasa wewe ni kifo. Bwana asifiwe. Na sivyo ndivyo ilivyo kwa sheria. Kesi za mauaji zinachukua muda mrefu sana kuliko ya kuiba kuku. Kesi ya kuiba kuku hiyo iko rahisi, lakini kesi yote ambayo ni ya kuua kwa rumande za hapo hata zaidi ya miaka 2, kwa sababu sheria hairuhusu uchukuliwe hatua ya kuuawa bila ushahidi wa kutosha. Hapa anasema shahidi mmoja hafai kuwa shahidi kwa mtu kuuawa. Ilikuwa ni shahidi wa kwanza aletwe, wa pili, mpaka sasa huyu mlipizaji kisasi na hii komiti yote yaamue kulingana na ushahidi tulionao, huyu bwana aliyemuua fulani anastahili kuuawa. So hata kama umekimbilia huko utafuatwa, uje ufanye nini? Uawe, kwa sababu sheria imekupata na hatia. So kitu chote kinachofanyika kwa serikali zetu wamekopi kwa sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninasema hivi, mahali salama pa kukimbilia ni kwa Yesu. Wale wanaokimbilia Yesu wanakuwa salama. Dhambi zako zinasamehewa. Inakuwa kama hukufanya dhambi tena. Lakini pia kulikuwa na sheria ya watu ambao wameenda kwenye kambi hizo za wakimbizi. Sheria ilikuwa ukiweka hiyo kambi ni ukae huko utulie. Kwa sababu ukitoroka, ukionekana kule nje utauawa. So ilikuwa ni kukaa. Nazungumza na wale wote ambao walikuwa wanawindwa kule nje. Wale wote ambao walifanya dhambi, wale wote ambao wamekuwa wakifanya mabaya na wamekuja kwa Yesu na wameokoka, tulia kwa Yesu. Kwa sababu ukitoka kule nje watakukumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka utafanya nini? Watakukumbuka. Ukiwa church umemwamini Yesu Kristo, kuna neema inakufunga, kwa sababu sheria imesema mtu yote aliye kwenye kambi hiyo ya makimbilio, huyu hawezi uawa, ako chini ya uangalizi wa kuhani. Lakini akitoka hawezi lipa rufaa aende nje.
Hakukuwa chochote unazalipa ili utoke katika hiyo kambi, ni utulie hapa mpaka kuhani mkuu atakapokufa. Sasa wewe kifungo chako, ukaa kwako huko kumetosha, unaweza rudi huku ukafanya shughuli zako. Leo nawatangazia hivi, kimbilio ni kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifika kwa Yesu Kristo, tulia. Unanisikia? Ufanye nini? Utulie. Kumekuwa na kipindi hapa Coast, sana upande huu wetu, wazee walikuwa nakatwa sana mapanga, kwa sababu wanadhaniwa ni nini? Ni wachawi. Na serikali ikatafuta suluhisho na kusaidia hawa watu. Wakatafuta, kuna wakili sahihi wa wachawi, wakili wachawi. So ukishikwa, kwa sababu kwa sheria hakuna uchawi, ukishikwa watu wakikudhania, lakini ukimbilia kule polisi, ukikaa huko atakuua. Lakini ukimbilia kule useme mimi wananiambia ni mchawi na wanatisha kuniua. Kuna wakili mmoja hapa sitakwambia anaitwa nani, kwa sababu unaweza fikwa ni mchawi na ukaenda huko, ama ndugu yako ni mchawi ukampeleka huko. Lakini wacha ashikwe, akifika utapanda na huyo wakili. Fika kule naambiwa wakili fulani, njoo chukua hii kesi ni yako, nenda uketi. Alafu sasa wanazungumuza, alafu kutoka hapo harudi tena nyumbani. Kuna kambi ya wachawi iko pale Moi. Wangapi wanajua hiyo kambi? Ujui? Kuna kambi iko hapa tu Moi hapa. Kuna kambi ya wachawi. Wachawi wote waliokuwa ni wauaji kwa kuroga wako pale. Pale huwezi ruhusiwa kuingia ukaue mtu, hata kama alikuroga akakufanya nini. Bora iko katika kambi ya wakimbizi, huwezi mfuata, kwa sababu serikali inamlinda pale. Wanapatiwa chakula, wanakula vizuri. Sasa mara nyingine wanajiuliza, hao wote ni wachawi waliopale, sijui wanaroga na wenyewe ama kunaendeleaje, but they are there. Ni kambi yao, wamejengewa kabisa, wanakaa pale na wanashughulikiwa vizuri. Lakini wamepitia mikono gani? Kwa serikali, ndio wakatumwa pale. Hata kama unaroga utapelekwa pale tu, chakula iko ya kutosha, lakini usiroge tena. Lakini akitoka pale akukuje huku nje alafu awawe, serikali haina dhamana. Sasa tulikuficha, umeamua kutoka. Sasa Biblia inasema huko nje kuna wachawi, huko nje kuna umbwa, huko nje kuna vitu tu vibaya, lakini ukikaa ndani ya Kristo uko salama. So mchana wa leo nataka niseme hivi, ya kwamba kuna neema kwa wote ambao wamefanya dhambi, kwa wote ambao wameonewa na shetani, kwa wote ambao wamefikia mahali wako wanaishi kwa laana. Iko matumaini kwa kumtumiania Yesu Kristo. Ni mahali pekee yake unaweza kimbilia. Watu wote wanakimbilia hapo na wanakuwa salama. Hilo ni jina la Yesu. Muimbaji anasema jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki wote wanakimbilia hapo na wanakuwa salama. Unaweza kuwa salama ukimbilia kwa Yesu. Kuna mahali ambapo kuna usalama wako, kuna mahali ambapo kuna amani yako, kuna mahali ambapo kuna utunzaji wako, na si mahali pengine, ni ndani ya Yesu. Paulo anasema ya kwamba mtu yote ambaye amekuwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Yanakuwa mapya lakini kama uko ndani ya Yesu Kristo. Hata imekuwa mtu akiwa ndani. Kwa hivyo mpaka uwe ndani ya kambi ya wakimbizi, mpaka uwe ndani ya mahali hapo ametengwa kwa usalama wako. Ukiwa nje hauko salama. Bwana Yesu asifiwe. Ni maamuzi yetu leo tutulie ndani ya Yesu. Lakini vile vitabia vyako vilifanya ukaokoka, ukianza kuvileta tena hapa ndani ya kambi ya wakimbizi hauko salama. Bwana asifiwe. Jina la Yesu lisifiwe. Hapo ndio neema ya Mungu inapofanya kazi. Hapo ndipo mahali Mungu anaonyesha rehema zake. Alijua kuna watu wanaweza fanya vitu bila kukusudia. Hawa watu wataendaje? Akasema
Ni kweli nachukia wauaji, lakini mtu yote ambaye amefanya kwa bahati mbaya, huyu kuna mahali pa kukimbilia. Hana hatia kwa sababu alifanya kwa bahati mbaya. Huyu anaweza samehewa. Huyu anaweza kuwa salama. Sheria haimfungi, lakini usalama wake ataupata akiwa ndani ya kambi ya wakimbizi. Miaka ile ya njaa, kuna njaa moja sijui inaitwaje hii, watu walikula yelo sana. Na mzee mmoja, huyu ni baba mmoja, ulikuwa unaenda kupiga foleni siku moja ama siku mbili, unapata mfuko moja wa kilo 2, unarudi unakesha huko. Wapiga foleni saa 12 ya jioni, saa 12 ya asubuhi ndio wapata kilo 1, 2, unapeleka nyumbani. Sasa akapata na akapeleka nyumbani, kapikwa, akarudi tena kwa foleni kutafuta ingine. So aliporudi nyumbani ilikuwa ni mchana. Pale mchana sasa akapokelewa vizuri na bibi, lakini washakula. Sasa kile alifanya, hata mwenye alijuta baadaye. Kulikuwa na kipande hivi cha kumbi, mtoto wake anamkimbilia mbio babake, maana baba pia ameletwa chakula na mama. Sasa unajua watoto hawashibi, sijui watoto wako kama wanashiba, lakini kweli watoto hawashibi. Kikolo nakula ako pale, kale katoto kakakimbia, kanakimbilia kwa baba, maana afanya nini? Anakula. Mchezo akachukua hicho kipande cha kumbi, sema sababu mzaria kare. Sasa akarusha hivi, kapata huyo mtoto hapa, collapse, kakazimia, akapelekwa hospitali, kakatangazwa kamekufa. Nani ameua? Sasa unajua hiyo njaa yote ilikuwa kwake, ameua kwa sababu ya chakula. Swali ni alikuwa amekusudia? Amerusha tu, kumbe ikalenga kichwa. Na alafu kuimbizwa hospitali, chakula tamu ya hakula, kakimbizwa hospitali, fika kule kakatangazwa kamefanya nini? Kamekufa. So mzee mpaka ende kwa OB, kachukua OB, ameua mtoto wake kisa njaa. So kuna vitu ambazo mara nyingine zinafanyika ambazo si za kusudia. Hizi waliambiwa wakimbilie kwenye kambi ya wakimbizi. Ni nani atakusamehe kwa dhambi kama hiyo? Mama aliyezaa mtoto atakusamehe? Mzee hawezi, kwa sababu umeua. Community pia haiwezi kukusamehe, umeua. Lakini uhalisi ni kwamba aliua bila kukusudia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimalize nikisema hivi, tukimbilie kwa Yesu. Haijalishi ya kwamba wewe umefanya dhambi kiasi gani, haijalishi umefanya abortion kiasi gani, haijalishi umemwaga damu kiasi gani, bora umemwamini Yesu Kristo, ana uwezo wa kukusamehe, akaondoa laana zote, akaondoa kila chochote ambacho kinakukabidhi, akakufanya tena kiumbe kipya, ukawa sasa na matumaini mapya, na ukae katika nyumba yake ambayo ni kanisani. Kanisa haimaanishi mjengo. Kanisa inamaanisha kukaa kwenye jamii ya waamini, uendelee kupata faida za amani, faida za utoshelezaji, faida za msamaha, faida za faraja, faida za baraka tena, kwa sababu sasa umekuja kwenye kambi ya baraka. Jina la Yesu lisifiwe. Ni wangapi ambao wanafurahia kukaa katika kambi ya wakimbizi ambayo ni ya Kristo? Wangapi wanafurahia kukaa katika kanisa? Mwambie jirani yako, usifikiri historia itakusahau. Mwambie historia haikusahau, inafutwa tu kama katika kambi ya wakimbizi. Ukiwa kwa Yesu ndio amani inakuweko. Lakini ukitoka kule nje wanakukumbuka wewe ndio uliua, wewe ndio ulifanya nini. Lakini ukiwa ndani ya Yesu Kristo, hatuanzi kuambiana wewe ulikuja kwa nini hapa, si unajua kule uliua ndio ukaja hapa. Hizo haziko hapa. Hapa ni mahali pa kutiwa moyo, ni mahali pa kusamehewa, ni mahali watu wote wenye shida wanakimbilia, wanakuwa salama. Ndio maana umekimbilia hapa. Usirudie vile vituko ulivyofanya kule, usirudie tena abortion, usifurahie tena maisha ya kumwaga damu, kwa maana Bwana amekusamehe. Na ukae ukijua ya kwamba kukaa katika nyumba ya Bwana kuna amani na utoshelezaji wa ajabu, na kuna baraka kinyume cha laana, na kuna furaha
kinyume cha huzuni. Ile hukumu Bwana anaondoa hukumu zetu, anaondoa kile chote tulichokifanya, kwa sababu tukifanya kabla hatujaokoka, kabla hatujamwamini Mungu. Lakini unapokuja kwa Yesu, anatusamehe dhambi zote. Watu wote wakizungumzia ubaya wako, lakini Mungu anakuangalia kwa sura nyingine. Anaangalia, huyu ni mtu ambaye nimemsamehe dhambi. Historia ya vile ulivyofanya